Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo letu la 10 la programu yetu ya Microsoft Word. Kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa ukizingatie unapoanza kufanya kazi yako katika programu yetu ya Microsoft Word. Sasa, ukishaifungua programu yetu, kwenye video ambazo zilipita nilizungumzia kiundani hii menu ya home. Hii menu ya home tunaitumia pale ambapo umeshaandaa tayari kazi yako imekamilika, basi umeingia kwenye sehemu ya kufanya editing, ndio utaingia kwenye sehemu ya home. Kama labda unataka kufanya labda modification au labda kufanya labda marekebisho ambayo haya marekebisho yanakuwa yanahusu faili, utatumia hii faili. Lakini pia kuna menu ambayo ni ya msingi pia ambayo unatakiwa uweze kuifahamu, ni hapa menu ya layout. Hii tab ya layout na yenyewe pia ni vile vile. Ukifungua, chukulia mfano kama hii layout ni kama nyumba. Mle ndani kunakuwa na vyumba. Kwa hiyo kuna chumba cha kwanza ambacho kinaitwa ni page setup. Mle ndani kuna vifaa vyake au kuna command zake ambazo pia unatakiwa uweze kuzifahamu. Of course ziko nyingi kama inavyoonekana hapa. Hizi ni vyumba, kuna page setup, kuna paragraph pia, kuna arrange. Unaweza ukaona hivi. Sasa kitu cha msingi kabisa tunasema ni hii hapa page setup. Ukishaingia kwenye layout hapa kwenye sehemu ya page setup. Sasa tunapozungumzia page setup, hiki ni chumba ambacho humo ndani kunakuwa na vifaa ambavyo unavitumia kuweza kufanya setup au kufanya setting ya karatasi ambayo unaitumia kuandika. Sababu hii ambayo inaonekana hapa, hii karatasi nyeupe, hii tunaita ni working area. Eneo ambao wewe utalitumia kufanyia kazi zako, kama ni kuandaa labda, kama ni report labda, barua. Hii inaitwa ni working area, ambayo ndo hii inakuwa ni page. Sasa kama hii ni karatasi, lazima before hujaanza kuandika uweze kuifanyia setting au uifanyie setup. Tuanze na margin. Ukiingia kwenye sehemu ya margin hapa, unaweza ukaseti kwamba unafahamu kazi ya margin. Margin maana yake tunazungumzia hizi nafasi kama jinsi inavyoonekana hapa. Kuna hii nafasi ya juu, kuna hii ya kushoto, hii kulia, kuna chini. Of course margin hizi ni nafasi ambazo unaziweka ili wakati unakwenda kama ni kuprint kazi yako, basi kazi yako itoke vizuri. Kwa lazima pia uzingatie ufanye setup ya hizi margin. Mara nyingi hapa tunakushauri utumie hii normal ambayo ni option ya kwanza. Kama jinsi ambavyo mimi hapa nimeweka, hii ni option ya kwanza ambayo ni normal. Alafu pia issue ya pili ya kuzingatia ni hapa kwenye orientations. Unapokuwa unazungumzia orientations, tunazungumzia ni mkao wa karatasi yako. Karatasi yako unataka ikae vipi? Ikae wima ambao ni portrait au ilale ambao ni landscape. Kwa hapa utakuwa unafanya setup before hujaanza kuandika. Umeona, ili mtu usije ukasahau. Ukaweka portrait, maana yake itakuwa wima kama inavyoonekana hapa. Hii maana yake iko wima. Sio maana inavyoonekana hapa, iko wima. Tofauti na hii option nyingine ambayo karatasi yako itakuwa imelala kama hivi. Unaweza kuiona hii of course imelala. Lakini pia kuna command nyingine pia inaitwa ni size. Size maana yake inakuruhusu kufanya setup au kufanya setting ya karatasi yako ambayo unaitumia. Yaani unataka hii karatasi yako iwe na ukubwa kiasi gani? Kama labda ni A4 ambayo ni ile karatasi ya elimu, utaseti. Nataka mimi nitumie A4 labda kuandika barua yangu. Kwa hiyo utaseti kwenye hiyo sehemu, utaweka A4, utaandika barua yako vizuri, umeshaka zile margin. Kwa maana yake naamini hiyo barua yako ukienda kuiprint itatoka pia vizuri bila changamoto yoyote. Issue nyingine pia ni issue ya column. Column maana yake unasema kwamba kwenye hii karatasi yangu nataka niwe na column ngapi? Nataka niwe na column ngapi? Je, ni column moja, column 2, 3, 4, left, right? Utaweka kutokana na mahitaji yako. Kwa hiyo utakuwa unafanya setup kwa mfumo kama huo. Mfano namba tuseme labda moja niandike kwa haraka hapa hii document, alafu nikuoneshe jinsi ninavyokuwa. Tufanye hivi. Tuweke kitu kimoja hapa. Sasa tufanye kitu kimoja. Ngoja nifanye haraka hapa. Ngoja ni zoom hii karatasi. Weke 100, alafu tufanye kitu kimoja.
hii hapa nifanye ni copy haraka haraka, nitaselect, nitasema control C kwenye keyboard, nitasema control V, nitapaste, control V, nitapaste. Hapa nataka labda nitengeneze hizo columns. Mfano labda sasa kwenye keyboard yako hapo, utaangalia kwenye keyboard yako hapo, utashikilia control A. Hii una select kila kitu kwenye page yako. Baada ya hapo, ingia kwenye sehemu ya columns. Sasa hapa unaweza ukafanya setup. Ukaset mimi bana, nataka haya maandishi ambayo yanaonekana hapa kwenye karatasi yangu nataka yajigawe katika column 2 au 3. Utaamua wewe. Labda mimi niseme nataka niagawe katika column 2. Kwa hiyo nitaweza hii options. Kwa maana yake paka hapa unaweza kuona sasa hivi maandishi yetu sasa hivi nini yamejigawa, umeona? Katika column 2. Hayo ndiyo matumizi yake. Ukaweka line au ukaweka mstari ambao unatenganisha column hii na column nyingine. Kuweka huo mstari, utaingia tena kwenye sehemu ya column hapa, utaingia kwenye sehemu ya more column hapa. Baada ya hapo watakuletea ile box. Kwenye ile box utaingia kwenye hii hapa option, ambao kwenye hii hapa option utaweka tiki kutengeneza mstari, ambao mstari utakuwa unatenganisha kati ya column moja na column nyingine. Kwa hiyo hapa utaweka tiki, baadaye utasema okay. Ukipiga okay, utaona ule mstari utakuwa tayari umeshatokea. Hayo ndo yanakuwa ni matumizi ya hii page setup. Maana unafanya setup ya nini? Ya karatasi yako before labda hujaanza kuandika. Ya unapata kitu kama hichi hapo kinavyoonekana. Hizi zingine of course nilizungumzia kwenye home, tukazungumzia mambo ya paragraphs. Unaweza pia na zenyewe pia ukaseti zile ambavyo wewe unataka. Unaweza pia ukazipangilia wewe ambavyo wewe unaona kwako wewe zitakuwa zinafaa. Hizi ni paragraph. Unaweza pia ukasogeza, umeona? Unaweza pia ukasogeza paragraph unavyokuwa unataka wewe. Kuna kitu pia nilikizungumzia nikasema kwamba kuna matumizi ya hizi rula. Sasa hapa nataka nikuonyeshe pia matumizi ya rula hizi. Mfano, unaweza pia na yenyewe hii rula pia ukaishikilia na yenyewe pia umeona? Unaweza pia ukai-squeeze pia na yenyewe ukaisogeza kutokana na hii pia umeona? Pia na yenyewe ukaisogeza hivi, uka-adjust hizi margin. Ukapata nini? Kitu ambacho wewe unakuwa unakitaka. Kama jinsi kinavyoonekana hivi. Sasa kwa ambavyo unapokuwa unafanya mazoezi ndivyo utakuwa rahisi kwako kuweza kuelewa matumizi ya hizi command kwenye hiyo programu yetu ya Microsoft Word. Sasa kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya programu yetu ya Microsoft Word kwa vitendo. Asante.